Kama ilivyo ada, Nukta Afrika huwa ni washiriki wa hii siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, na mwaka huu pia tutaangazia matumizi ya teknolojia lakini na data katika sekta ya habari na mawasiliano kwa ujumla. Kwa hiyo tutakuwa na sessions mbalimbali hususan siku ya tarehe 29 pamoja na wadau mbalimbali ikiwepo jukwaa la wahariri TEF, lakini wenzetu wa kike na Jamii Afrika, ambapo miongoni mwa masuala tutakayojadili ni kwanza, namna ya kukabiliana na habari za uzushi ama tunapenda kuita fake news, kuweza kushare uzoefu wetu, lakini mbinu ambazo pia zinaweza zikafanya kuwa anga la habari kuwa salama na lenye taarifa zenye ubora wa hali ya juu. Lakini tutaangazia pia mjadala mwingine ambao utajaribu kutafuta suluhu ya muda mrefu ya kuimarisha vyombo vya habari. Unajua, sekta ya habari duniani kote imetikisika kutokana na mabadiliko ya teknolojia. Sasa mapato yamekuwa yakishuka mwaka hadi mwaka katika baadhi ya vyombo vya habari, hata ikiwepo hapa Tanzania. Je, tunatokaje hapa kuhakikisha kwamba vyombo vya habari vinaendelea kuwa himilivu lakini vinatoa taarifa zenye ubora ambazo wananchi wanahitaji? Kwa hiyo itakuwa ni miongoni mwa mjadala ambao pia tutajadilia, na tutakuwa na wenzetu wa chama cha wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania MOAT. Kwa hiyo jambo jingine ambalo tutajadili ni matumizi ya data au uandishi wa habari za takwimu au za data katika zama hizi za akili unde. Je, ni namna gani tutahamasisha uandishi huu wa habari wa data, lakini ni namna gani pia tutawasupport wenzetu waliopo kwenye redio au vyombo vya habari vya mikoani na wilayani waendelee kufanya uandishi wa habari huu, kwa sababu umethibitishwa unatoa habari za kitofauti kuliko ule mwingine. Kwa wale ambao watakuwepo Arusha au kwa Arusha, unaweza kufunga safari kuja kati ya hizi tarehe 28 hadi 30. Tunawakaribisha sana kutembelea kwenye banda letu la maonyesho, lakini kwenye sessions hizi ambazo nimezieleza hasa hiyo tarehe 29, ili tuweze kujadili kwa pamoja na kutafuta suluhu ambazo zinaikabili sekta ya habari. Kwa hiyo nawakaribisha sana Arusha kwenye hizi siku za tarehe 29 na hasa 30.